Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu nzuri kabisa ya Gospel Shine. Nipende kukaribisha katika channel yetu, na kama bado hujasubscribe basi usisahau kusubscribe. Siku ya leo nakuletea mada nzuri kabisa inayosema mambo muhimu ya kuzingatia kabla ya kuingia ibadani, au vitu muhimu vya kuzingatia kabla hujaingia katika ibada. Sasa tuangalie kwanza nini maana ya ibada. Maana tunaweza tukawa tunaongea neno ibada lakini hatujui maana yake, kwamba mtu anasema tunaenda ibadani lakini hajui nini maana ya ibada. Sasa ibada ni kitendo cha kumwabudu, kumheshimu na kumtukuza Mungu kwa moyo wote, katika roho na kweli. Lakini pia ibada ni njia ambayo mtu huonyesha upendo wake kwa Mungu, lakini pia heshima na unyenyekevu kwa Mungu. Kwa hiyo ndiyo maana ya ibada. Watu wengi tunaenda ibadani lakini hatujui nini maana ya neno ibada. Hebu tusome katika kile kitabu cha Zaburi ya 95 na ule mstari wa 6 na wa 7. Neno la Bwana linasema, njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba, kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Kwa hiyo sisi ni kondoo wa malisho ya Bwana. Kwa hiyo tunatakiwa tumwabudu Mungu, tusujudu, lakini pia tunyenyekee mbele ya kiti chake cha enzi. Sasa tuangalie haya mambo matano muhimu ya kuzingatia kabla hujaingia ibadani, au kabla hatujaingia katika kumsifu na kumwabudu Mungu. Hebu tuangalie ni mambo gani muhimu ambayo tunatakiwa tuweze kuyazingatia ili ibada yetu iweze kwenda sawa. Jambo la kwanza kabisa, unatakiwa ujiandae kiroho. Na unaweza kujiuliza swali, najiandaaje kiroho? Unachotakiwa ni kuomba kabla ya kwenda katika ibada. Kuna baadhi ya makanisa wana utaratibu kwamba kabla ibada haijaanza basi wao wanaanza kwanza kwa maombi ya ufunguzi kama nusu saa au lisaa, inategemea na kanisa. Kwa hiyo maombi haya yanakuwa ni ya muhimu sana kwa sababu yanakuweka wewe tayari, lakini pia unakuwa una ule utayari wa ibada. Lakini pia katika maombi haya unatakiwa uzingatie kuomba msamaha au kuomba toba mbele za Mungu. Usiingie ibadani ukiwa na roho ambayo si roho ya toba. Kwa hiyo unatakiwa uombe toba, lakini pia unatakiwa ujiweke tayari kupokea neno la Mungu. So unapokuwa kwenye haya maombi, haya yanakusaidia wewe unakuwa unajiandaa kupokea neno la Mungu. Lakini pia kama una chuki, una hasira, una kinyongo moyoni mwako, una hali ya kutokusamehe kwa wale waliokukosea, unatakiwa usamehe na kuachilia kabisa ili uweze kuingia katika ibada na uweze kumsifu Mungu katika roho na kweli. Kwa sababu kama una chuki, una hasira, hii inakuwa ni vigumu sana wewe kuweza kukutana na Mungu. Na ndio maana kwenye maombi unaweza kumkuta mtu iko kwenye maombi labda analia sana, unaweza kusema huyu mtu labda amejaa roho kweli kweli, lakini kumbe yule mtu anakumbuka maumivu na hasira alizonazo juu ya mtu fulani, kwa anajikuta analia. Sasa hii inakuwa ni ngumu sana kuweza kukutana na Mungu. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kusamehe kabisa na kujiandaa kuonana na Mungu na kukutana na Mungu. Tukisoma katika ile Zaburi ya 51 na ule mstari wa 10, neno la Bwana linasema, Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Kwa hiyo tunatakiwa tujiandae na tuombe Mungu aweze kutupa roho iliyotulia ndani yetu ili tuweze kumwabudu yeye katika roho na kweli. Lakini pia jambo lingine ambalo ni jambo la pili,
unatakiwa kujiandaa kimwili. Unapokuja ibadani basi hakikisha umejiandaa kimwili. Kimwili ikiwa namaanisha kwamba unatakiwa uoge vizuri, unatakiwa uvae mavazi safi, lakini pia mavazi ya heshima. Usivae mavazi ambayo yataleta maswali kwa watu au mavazi ambayo yatatoa tension kabisa ibada kwa watu wengine. Kumbuka kwamba tunaenda mbele za Mungu, tunaenda kuongea na Mungu. Sasa tunatakiwa tuwe tumevaa vizuri, lakini pia tuko safi, kwa sababu usafi ni moja ya vitu ambavyo Mungu anapenda. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe wasafi. Vaa vizuri, pendeza, oga, jiandae vizuri. Umeona? Lakini pia fika mapema kanisani. Sio ibada inaanza 2 kamili, wewe 2 ndio unatoka nyumbani. Hapana. Inatakiwa ile 2 ukute umeshaingia ibadani. Ratiba zote za ibada pale basi unazikuta zinaanza pamoja na wewe. Sio unakuja unakuta mhubiri ameshapanda madhabahuni. Hii inakuwa haipendezi. Kwa hiyo kitu muhimu cha kuzingatia pia ni kufika ibadani mapema. Fika kwa wakati. Kama unajijua unakaa mbali, basi toka mapema ili uweze kufika ibadani na kuanza pamoja na wengine. Lakini pia jambo la 3, unatakiwa ujiandae kifikra. Andaa akili yako. Acha mawazo ya duniani kwa muda. Kwamba labda una jambo fulani, basi unatakiwa uliache kwa muda. Unachotakiwa kuzingatia kwamba mimi sasa niko ibadani, ninaenda kuongea na Mungu wangu, na haya mawazo ya duniani basi unayaacha kwa muda. Lakini pia unatakiwa uzingatie kuwa unaenda kukutana na Mungu. Sasa kama unaenda kukutana na Mungu, achana na mawazo ya duniani. Jiwekee utulivu katika akili yako. Usiwe mtu ambaye upo ibadani lakini upo mwili tu, mawazo yako sehemu nyingine kabisa. Unatakiwa upate utulivu wa akili ambao utakusaidia wewe uweze kuzingatia ibada, uweze kusikiliza neno na ratiba zingine zinazoendelea hapo ibadani. Tukisoma katika kile kitabu cha Wafilipi 4 kuanzia ule mstari wa 6 na wa 7, neno linasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Unaona? Neno la Mungu lenyewe linatuambia tusijisumbue kwa neno lolote. Umeona? Kwa hiyo tunatakiwa tunapoingia ibadani basi tuhakikishe mawazo yetu yote yapo katika ibada na sio katika mambo ya duniani. Tunatakiwa uache kabisa hivyo vitu nje. Ukitoka ibadani basi unaweza kaendelea na mambo mengine. Lakini pia jambo lingine, tunatakiwa andaa vitu muhimu. Vitu muhimu kwa ajili ya ibada, na vitu hivyo ni kama Biblia. Wewe ukiwa kama Mkristo unatakiwa uwe na Biblia, usiende ibadani bila Biblia. Kwa hiyo kama una Biblia basi nakutia moyo siku ya leo uweze kununua Biblia yako. Lakini pia jambo la pili, andaa notebook na kalamu yako kwa ajili ya kuandika kile unachofundishwa ibadani. Usiende ibadani kama unaenda kutalii. Nenda ibadani ukiwa na notebook yako, ukiwa na kalamu yako kwa ajili ya kuandika kile ambacho mtumishi wa Mungu anahubiri, kile ambacho mtumishi wa Mungu anafundisha. Hii inakusaidia unajua pale unapoandika inakusaidia unakuwa unakiweka kitu kichwani kile ulichokuwa unakisikia. Kwa mfano ukienda huna daftari, huna kalamu, kinaweza kikaongelewa pale, ukitoka unakiacha pale pale. Lakini kama umeandika, hii inakusaidia unakuwa umeshika wapi kichwani. Lakini pia hata siku nyingine unaweza ukafungua na ukasoma. Na hii kuandika ni muhimu sana. Unajua kuna baadhi ya makanisa mengine wana utaratibu, wanawapa washirika labda siku nyingine, siku za katikati kuhudumu. Sasa unaweza ukachaguliwa ghafla, bwana wewe utatusaidia leo kusimamia neno, kuhubiri pale. Sasa huna kitu au ulikuwa uko busy na kazi na umeshtuliwa ghafla. Lakini kama ulikuwa umeandika, unaweza ukafungua ujumbe
ambao labda ulishawahi kufundishwa hapo nyuma, ukaupitia ukakusaidia wewe ukaweza kuhubiri pale. Umeona? Kwa hiyo kuandika ni vitu muhimu sana. Lakini pia jambo lingine unatakiwa andaa sadaka zako. Kila kanisa ina utaratibu wa sadaka zake. Kuna sadaka za ibada, kuna sadaka za zaka, kuna umisheni, kuna shukrani na sadaka zingine. Kwa hiyo andaa sadaka kutokana na utaratibu wa kanisa ambalo unaabudu. Sio kwamba umeamka ndo unaanza kukurupuka sasa kuanza kutafuta sadaka. Hapana. Andaa sadaka zako mapema. Kama ni Jumamosi, basi andaa sadaka zako mapema. Kama ni hela inatakiwa kuchenjiwa, basi nenda kachenji mapema. Sio kumekucha ndo unaanza kuhangaika. Hii inakuwa haipendezi. Umeona? Lakini pia unatakiwa uandae mavazi ambayo utavaa siku hiyo ya ibada. Sio asubuhi unaamka ndo unaanza kutafuta nguo. Hapana. Nguo andaa Jumamosi usiku. Umeona? Kwamba ukiamka unajua kabisa nguo fulani nitaivaa, nguo hii nitaivaa, viatu hivi nitavaa. Umeona? Sio asubuhi kumekucha ndo unaanza tena kukurupuka kutafuta nguo, labda unyooshe, unakuta umeme nao umekatika. Unaona, hilo ni balaa lingine. Kwa hiyo unatakiwa uandae mavazi yako, uandae sadaka, uandae Biblia mapema. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana la kuweza kuzingatia. Lakini jambo la 5 na la mwisho kwa siku ya leo, yapo mambo mengi lakini mimi nimekuandalia haya 5. Jambo la 5 na la mwisho kwa siku ya leo ni unatakiwa uwe na heshima na nidhamu. Jiandae kabisa kuwa na heshima na nidhamu pale unapoingia ibadani. Kitu cha kwanza unachotakiwa kuzingatia ni kuzima simu yako au kuweka katika hali ya vibration. Haipendezi mtu uko ibadani huko simu inalia. Hii inakutolea wewe attention, lakini pia inatolea attention watu wengine. Na kuna watu huwa wanatumia Biblia za kwenye simu. Sikatai, ni jambo zuri, lakini hii inaweza kukutoa katika ibada. Kwa mfano, unaweza kaona kitu ambacho kitakutoa kabisa mawazo yako katika ibada. Unaweza kukutana na message au na simu ya mtu anakupigia. Kwa hiyo inaweza kukutoa ibadani kabisa. Kwa hiyo cha muhimu hapa ni kuzima simu na kuiweka katika hali ya vibration. Umeona, hii itakusaidia sana kuwa na attention ya ibada. Unapokuwa unatumia Biblia ya simu, inaweza kukutoa kabisa katika mfumo mzima wa ibada. Kwa ushauri wangu ni uweze kununua Biblia au usitumie Biblia ya simu. Na jambo lingine unatakiwa kuepuka mazungumzo yasiyo ya lazima. Unakuta kuna watu wanaongea ibadani. Kuna watu wanasengenya hadi ibadani. Sasa hii haifai. Ukiona umekaa na mtu ambaye unaona kabisa huyu hata nipa utulivu wa ibada, ni bora ukahama, ukakaa naye mbali. Kwa sababu kumbuka tu ibada ni masaa machache tu. Kwa hiyo katika yale masaa machache natakiwa tuzingatie sana. Tukae kwa utulivu, tulisikilize neno, tukutane na Mungu wetu. Lakini unakuta muda huo mfupi lakini watu wanakuwa na mambo mengine yanaendelea ibadani. Unazungumza, unasengenya watu ibadani. Mara angalia vazi la huyu, angalia alivyosuka, angalia, kuna mazungumzo sio kwa lazima watu wanaongea kanisani. Kwa hiyo epuka sana hivyo vitu, vinakuondoa katika ibada. Lakini pia fuata utaratibu wa ibada. Unatakiwa unakuta kuna wale mashemasi au ushers wale wa ibada wale, au wazee wa kanisa labda wanakuelekeza unatakiwa tufanye hivi. Utaratibu wetu wa ibada ni hivi. Labda tunaanza kutoa sadaka kwenda nyuma, lakini unakuta huko mbele au huko katikati unataka unatakiwa ufuate utaratibu wa ibada unavyoenda. Uwe mtulivu, ukubali kuelekezwa. Kuna wengine wakitolewa vitu vya nyuma kupelekwa mbele hawataki, wanakasirika. Sasa hii si nzuri. Umeona? Fuata utaratibu wa ibada. Ukihamishwa kiti, hama. Kwani kuna shida gani? Unahama tu, unaenda mbele, unakaa basi. Kuna wengine hawataki kabisa hadi wanagombana na wale wahudumu. Hii si nzuri. Lakini pia jambo lingine, usije ibadani kwa mazoea. Epuka sana kuja ibadani kwa mazoea. Epuka kuja ibadani kwa kuonekana kwamba nakuja ibadani ili mchungaji anione au ili mtu fulani anione leo nimekuja ibadani. Hapana. Epuka sana jambo hili.
Na ukivizingatia hivi basi utakutana na Mungu wako. Tusoma katika ile kitabu cha Yohana 4:24 inasema Mungu ni roho, nao wamwabudue yeye imewapasa kuabudu katika roho na kweli. So kama unaenda ibadani inatakiwa uwe katika hali ya kiroho. Kuwa na heshima, kuwa na nidhamu. Zingatia taratibu zote za ibada. Hapo utakuwa unakutana na Mungu wako, maana Mungu yeye ni roho na unatakiwa wewe uweze kumwabudu katika roho na kweli. Epuka kufanya mambo yako binafsi ukiwa ibadani. Basi haya ni mambo 5 muhimu ya kuzingatia pale tunapokuwa ibadani. Umeona? Ukizingatia haya basi ibada yako itaenda vizuri na utakutana na Mungu wako. Basi mimi nipende kukaribisha sana katika chaneli yetu, na kama bado hujasubscribe basi usisahau kusubscribe. Asante, mpaka wakati mwingine.